Haya, ninataka tusimame tu tukomboe wakati, kwa sababu neno, mimi hupenda kusema neno ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Neno ni sehemu. Haleluya! Tumefanya shughuli zetu na tumemaliza. Sasa tumekuja tutulie, tusikilize neno, ili pia tuweze kufidia hitaji ambalo linahitajika ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Naomba inamisha uso wako mahali ulipo kwa dakika moja, tufungue ibada hii kwa neno la maombi, alafu tutaendelea. Baba, ni asante kubwa sana kwa siku ya leo. Umetukirimia neema ya kuweza tena kukutana katika sehemu hii ambayo tunaiheshimu. Ni sehemu tunaihesabu kwamba ni mahali tunakutana na wewe, haswa majira kama haya. Tunazungumza na wewe, tunaelewana, tunachambua mambo ya ndani zaidi, ili tupate kujua kwa hakika hivi ukija hata leo tunastahili kuwa kwa njia gani. Hili ni jambo ambalo wengi wetu tumelitupilia mbali. Tunashughulikia mahitaji ya kula, kuvaa, mahali pa kulala kwa bidii nyingi sana, kuliko kutilia bidii hali ile ambayo wewe unataka utukute nayo. Na ndio maana Kristo anasema hivi, laiti mwenye nyumba angelijua siku mwizi anayekuja kumwibia, angelikesha ili asikubali mwizi amwibie. Baba, laiti tungelijua ile siku ambayo unakuja. Sidhani hata kama kuna mtu angelimaliza masaa yote kazini. Sidhani hata kama kuna mtu angelimaliza masaa yote akitafuta pesa. Wengi wangelikuwa na juhudi na bidii ya kukungojea, lakini kwa sababu hatuijui siku wala saa, ndio maana wengi tumekuwa na desturi ya kupuuza. Hata tukielezewa kuhusu kuja kwa Kristo tunaona ni kama ni hadithi za kale. Lakini kwa wale wanaofahamu, kwa wale wanaoelewa ya kwamba neno la Mungu halipiti, kulikuwepo na dunia ya kwanza ikaangamizwa, ya pili pia vile vile ikaharibiwa, na sasa hii ya tatu imewekwa akiba kuteketezwa moto. Kwa wale ambao wana hekima za kutosha, kulikuwako na hekalu la kwanza Yerusalemu likabomolewa, kukawa na hekalu la pili likabomolewa, sasa tunangojea la tatu. Haya ni mambo yanatukia tena mbele ya uso wetu, lakini wengi hatuamini. Maandiko yanasema kabisa ya kwamba Kristo lazima aje. Kristo lazima aje, na kama yale yote aliyotoa unabii yalitimia, basi nakuja kwake lazima kutatimia. Basi tupe kuelewa na tupetie kufahamu imetupasa sisi kupatikana kwa hali gani wakati Kristo anapokuja. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Amen. Basi angalia mahali unapokaa. Hakikisha kwanza umejali usalama wako. Chukua nafasi yako ukae, lakini jali usalama wako kwanza. Usikubali mahali unafinywa. Sio kitu kizuri bwana, utoke hapa umebeba maradhi fulani umepelekea watu wa nyumbani kwako, na ungelikuwa tu na njia ya kuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungekuwa tu na njia ya kuzuia, ukae salama, ukae vizuri, kuliko kukaa katika ile hali ambayo itakuletea madhara zaidi. Naomba tusome hichi kitabu. Cha waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa pili, alafu tutarudi kwenye kitabu cha Waebrania 9. Kuna maneno pale matamu sana kwenye kitabu cha Waebrania 9, na lazima tuyaangalie vizuri na tuangalie kwa makini, ili tuwe na uhakika kuhusu kunyakuliwa kwetu kwenda kukaa na Baba mbinguni.
kwa sababu kama kuna kitu ambacho kinaangaliwa kwa karibu zaidi ni kule kunyakuliwa kwetu. Mbingu inangojea hiyo, mbingu inangojea hiyo sasa hivi. Kama kuna chochote kinaandaliwa mbinguni, ndugu yangu, acha nikwambie ni hiyo. Tusome kitabu hiki ambacho kitatusaidia kuelewa mawazo ya Mungu. Hata hiyo ungeacha tu, hiyo ungeiacha tu, ungeiacha tu vile ilivyo, ungeiacha tu. Ikiniangalia zaidi itaanza kupiga makelele. Haya, sikiliza vile anavyosema. Waraka wa pili wa Petro, waraka wa pili wa Petro 3, anzia mstari ni ule mstari wa 8. Mstari wa 8 anasema, lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Anaendelea kusema, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama watu wengine wanavyodhania kukawia. Bwana hakawii. Nataka uelewe hii kitu kwa uzito sana. Haya mahubiri ambayo ninakupatia sasa hivi umekuwa ukisikia kila wakati yanahubiriwa katika makanisa. Lakini je, yamehubiriwa kwa kulenga matakwa ya Mungu ama yamehubiriwa kwa kulenga matakwa ya wanadamu? Sababu kuna watu ambao wamekuwa wakitumia maneno ambayo yana uzito sana na yanalenga kuhusu kuja kwa Kristo, lakini wametumia maneno haya. Tumeambiwa kuna watu ambao wanatumia maneno ya Mungu kwa ubaya na wanatumia tu kwa kutimiza tamaa zao. Bwana Yesu asiwe sana. Mimi mwenyewe nimesikia tu mtu anatumia maneno haya kuahidi watu ya kwamba zile ahadi za baraka Mungu alikuahidi hazitakawia. Unajua watu wanatumia hivyo. Bwana Yesu asiwe sana. Ile nyumba Mungu alikuahidi utajenga haitakawia, kwa sababu siku moja kwa Mungu ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Sasa zinatumiwa katika kuchochea sana matakwa na mapenzi ya wanadamu. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini asitumiwi kwa kuweka caution, kwa kuweka caution kwetu sisi, ili kwamba tusije tukafanya mzaha na hizi siku ambazo zimebakia. Bwana Yesu asiwe sana. Hazitumiwi kuweka makali ya kwamba the day of the Lord is drawing near. Haitumiwi namna hiyo. Inatumiwa tu kwa kutia watu moyo. Unajua Mungu anasema hakawii, Bwana hatachelewa kukubariki. Bwana Yesu asiwe sana. Na inatumiwa tu katika kuondoa ule ukali wa kualert the church. The church must be alerted. Kanisa lazima lipatiwe alert ya kwamba ndugu yangu tusicheze. Siku ya Bwana iko karibu sana. It is so near. Kama wakina Paulo walianza kuiona iko karibu, na sisi je? Kama wakina Petro hawa wakiandika hivi vitabu waliiona hii siku ikiwa karibu, na leo je? Na leo sisi je? Imetupasa kuiona namna gani? Na Biblia inasema ya kwamba tuhimizane katika mambo haya. Tuhimizane. Kwa sababu ninakwambia leo hii kanisa likinyakuliwa, leo hii kanisa linyakuliwe na watu waondolewe hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa linyakuliwe na watu waondolewe hapa. Kanisa linyakuliwe. Ndugu yangu, hata hii kazi itaisha. Ninakwambia hii kazi tunafanya hapa itaisha. Hii kuhubiri tutamaliza. Sikudanganyi. Amos alitoa unabii akasema iko wakati kutakuwa na kiu ya neno. Iko wakati kutakuwa na njaa ya neno. Wacha sasa hivi unaiona kila mahali. Sasa hivi unaiona kwa maredio, unasikia kwa ma-TV. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitembea huku barabarani, kila mahali unakuta mhubiri. Kila mahali. Makanisa yako mengi ni kama ni hoteli za kuuzia chakula. Lakini iko wakati, maandiko yanatuambia wazi, haya yote yataisha tu. Yataisha mara moja, yataisha. Na watu watatembea huku na kule wakiuliza wako wapi wale waliokuwa wanatuhubiria.
Wako wapi? Na hivi kidogo tumepatiwa example na hii corona, tumepatiwa example, makanisa yamefungwa. Kuna watu walikuwa wanasema mimi ninajua Kenya is a nation that fears God, hatuwezi kufunga kanisa. Hii Kenya ndio imefunga kanisa. Hii Kenya ndio ilikuwa ya kwanza East Africa kufunga makanisa, kabla hata Uganda, kabla hata Tanzania. Hii Kenya yetu, na tunasema ya kwamba it is a nation that fears God. Ilifunga bila hata kufikiria mara mbili. Nisikize hapa, ahadi za Bwana zitatimilika. Mungu anasema mimi sio mwongo, kanisa litachukuliwa na haiko mbali. Na nilikwambia juzi ya kwamba Mungu alisema lazima kwanza uje ule uchungu, kabla kujasaliwa kitu lazima kuje ule uchungu. Paulo anasema kunyakuliwa kunafananishwa na mwanamke mwenye mimba. Kabla hajajifungua lazima kuje na ule uchungu kwanza, na uchungu ndio huu. Uchungu ndio huu tunauona, uchungu ambao unalenga kanisa na unagonga, na utagonga kwa uzito sana, kwa uzito sana, kwa sababu nimekuwa na wenzangu pale tunaongea, wanasema mpaka hali ya kawaida irudi, ndugu yangu, itakuwa kibarua. Sababu sasa hivi wanakupatia kanisa, fungua kanisa, lakini kukitokea magonjwa ndani ya hiyo kanisa, wewe mchungaji, wewe si ndio unaisimamia hiyo kanisa, utapeleka hao watu wako hospitali. Wewe fungua tu. Sisi hatuna shida, tutakuruhusu ufungue kanisa, lakini papatikane wagonjwa 2 3, gharama zao ziko juu yako. Sasa uniambie tunaelekea wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Uniambie tunaelekea wapi? Na mimi sina tatizo na kile serikali wanafanya, sina tatizo. Tatizo langu ni wewe kuachwa. Tatizo langu ni wewe kuachwa. Na wewe ambaye umechukulia Ukristo kwa mambo ya kawaida, umechukulia uokovu kwa mambo ya kawaida, tena ukatekwa, ukabebwa na upepo wa Injili ambayo haikusaidii wewe kujiandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Ulibebwa na upepo wa Injili. Kuna injili zilitokea zikakubeba wewe na zikakushawishi ya kwamba kila tunapohubiri tunahubiri shida yako, kila tunapohubiri tunahubiri matatizo yako. Kuna injili ambayo ilikuja na ikatupatia akili hiyo ya kwamba kila wakati nyinyi mkihubiriwa, wacha tuhubiri shida, wacha tuhubiri baraka, wacha tuhubiri kuinuliwa, wacha tuhubiri vile mtafunguliwa, na injili hiyo ikatubeba. Alafu hatukukuwa makini kujiuliza, na hivi Yesu akija leo, na tukapotea kabisa. Hatukuwa makini hata kupambanua nyakati na majira, kwa sababu wale ambao ndio our spiritual leaders hawakutuelekeza katika kufanya hivyo. Hatupambanui nyakati na majira. We are so poor in prophecy. Nakwambia makanisa ya Kenya, we are so poor in prophecy. Nashukuru Mungu, hata afadhali kwa makanisa ya Ulaya, wakihubiri bado wanalenga prophecy. Hivi tuko wapi kibiblia? Tuko wapi kwa kalenda ya Biblia? Tuko wapi? Nashukuru kwa wale wachungaji ambao hata wakihubiri kwa namna gani wanalenga sana hivi kulingana na kalenda ya Biblia. Hivi sasa hivi tuko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa wamefinyana hapo. Naona kuna nafasi pale. Ebu fungua hapo tafadhali. Wewe majaketi, amka hapo. Fungua hapo. Kaa hapo. Kwenye hiyo nafasi. Labda kutatoka neno likusaidie hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. We are so poor in prophecy. Ndio maana that is one evidence inaonyesha the Church of Kenya. The Church of Kenya has nothing to do with the rapture. Kanisa la Kenya. We have everything to do with selling anointing oil. Tuko na kila kitu. Tunajua, tuna akili, tuna mafundisho ya vile unaweza kufunguliwa hata kwa wachawi, waganga. Tuna mafundisho haya. Lakini hatuna mafundisho about prophecy. Na hata tukianza kuongea kuhusu unabii ni kutabiriwa. Ninaona. Lakini hawana prophecy ya kalenda ya Mungu. Hatuna. We have nobody ambaye anaweza kusema kalenda ya Mungu inasema hivi. Hata wale wanaongea sana kuhusu unabii watakwambia tunaona earthquake. Ndugu yangu, earthquake si uone Yesu anakuja.
ama Yesu amefika wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Atikweki zilishatabiriwa, wacha kuona vitu ambavyo vilishatabiriwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninataka nione mtu ambaye anaweza kutusaidia kuingia kwenye ratiba ya Baba. Situmpatie Bwana Yesu makofi mazuri sana. Nina kiu kama ya Yehoshafat. Yehoshafat alimwambia mfalme anaitwa nani? Tuna mfalme nani huyu? Alikwenda akauliwa kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Yehoshafat alimwambia Ahab, mimi nataka nipate nabii atanitabiria ukweli. Hii vita tusiende tukijingajinga, nataka nabii wa ukweli. Na ikaonekana ya kwamba hata huyo nabii alichukiwa, anaitwa Mikaya. Alichukiwa kwa sababu ya ukweli wake. Na si uongo. Wewe simama tu na ukweli katika hii nchi ya Kenya, anza kuhubiri ukweli. Uone hata kama utapendeka. Uone kama utapendeka. Post kitu yoyote kwa Facebook ambayo hata inaonya watu, ndugu yangu, uone hata kama kuna mtu atalike. Na nikakumbuka ndugu yetu Nuhu aliongea kuhusu ingieni kwa safina. Alitoa onyo, lakini haikupendeza kwa masikio ya watu. Situmpatie Bwana Yesu makofi mazuri. Watu walikuwa tayari kumsaidia kujenga safina, lakini sio kuingia. Walikuwa tayari kumsaidia kujenga safina. Hata walikata miti wakabeba wakamletea Nuhu. Na hata wakajenga wakaimaliza, lakini hawakuwa tayari kuingia pale ndani. Na that is what mwanadamu, jinsi anavyokuwa na Mungu. Ya Mungu hayapendezi kwa masikio ya mwanadamu. Na shida sio mwanadamu, ni dhambi ile imemkolea. Sababu ile dhambi wakati inapopata ile ukweli inachokora mwanadamu. Wangapi tunaelewana vizuri? Ile dhambi inapomulikwa na ukweli, sasa ile ukweli ile dhambi inaumia. Na mwanadamu hataki kuumia. Na mimi ninawaambia ndugu yangu wa Kristo, imefika wakati, tulisikia jana Paulo akituambia, hata yale mafundisho ya kwanza tulikuwa tunahubiriwa ya Yesu, hiyo imepita sasa. Tuangalie yale yaliyo juu. Anaendelea kusema hivi, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama watu wengine wanavyodhania kukawia. Yeye anawavumilia, maana hataki mtu yoyote aangamie. Mungu anavumilia watenda dhambi. Mungu anavumilia. Yuko tayari aumie ndani ya roho yake, lakini wewe uokoke. Yuko tayari ya kungojee wewe na dhambi zako mpaka siku ile utatubu. Yuko tayari. Uendelee kumuumiza tu, unamuumiza na hizo dhambi. Kwa sababu hakuna kitu kinaumiza Mungu kama dhambi. Umuumize tu, lakini anakuvumilia, anakungojea. Bwana Yesu asifiwe sana. Anauliza hivi, huyu mtu ataokoka lini? Mungu ana imani na sisi. Sisi ndio hatuna imani na maisha yetu. Mungu ana imani. Anasema wacha nikae na yeye. Wacha nimngojee, labda ataokoka. Wacha nimngojee. Mungu anatuvumilia. Na hiyo anaonyesha upendo. That is one character of love. Upendo uvumilia. Kama kweli Mungu ni wa upendo, basi inampasa atuvumilie. Situmpatie huyu Mungu wetu makofi mazuri sana. Anastahili, anatuvumilia. Mungu anatuvumilia bwana. Mungu anavumilia mpaka wachungaji ambao tunahubiri, lakini tukitoka kwa madhabahu tunaenda kuzini. Mungu anatuvumilia. Mungu anavumilia mpaka wachungaji ambao ndio kweli tayari yashapatiwa jukumu la kutumika madhabahuni, lakini akitoka pale anapitia baa kidogo, anagonga mbili. Mungu bado anakuvumilia. Anasema namvumilia. Ile nguvu iko ndani yake ambayo nimeweka, ile nguvu yangu nimeweka ndani yake, itambadilisha. Ana imani na nguvu yake. Ana imani na wewe. Ana imani na lile neno ambalo umelisikia na likakukolea. Ana imani hilo neno halitamrudia bila kumaliza kazi yake. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Mungu ana imani na hilo neno. Mungu ana imani. Na ndio maana ana roho ya kuvumilia. Na anasema ninawavumilia ili wasiangamie. Nilimwambia ndugu fulani, alinipigia jana simu usiku, namshukuru sana. Alitumia karibu shilingi 300. Tunaongea tu.
Ananiuliza, hivi mchungaji, njia kamili ya kwenda mbinguni inakaa namna gani? Nikamwambia njia ya kwenda mbinguni haitaongea kuhusu kufanikiwa. Njia ya kwenda mbinguni haitaongea kuhusu kubarikiwa. Wangapi tunaelewana vizuri? Njia ya kwenda mbinguni itaongea kuhusu mawe. Ni Biblia inasema hivyo. Njia ya kwenda mbinguni itaongea kuhusu kukwazwa na mawe na miba. Itaongea kuhusu kubanwa. Hiyo ndio njia ya mbinguni inaongea. Njia ya mbinguni haiongei kuhusu kufaulu na kufanikiwa na kuinuliwa na kubarikiwa. Haiongei lugha kama hizo. Njia ya mbinguni inaongea kuhusu utakatifu. Inaongea kuhusu kuvumilia. Atakayevumilia mpaka mwisho. Unavumilia nini? Ndugu yangu, huwezi kuvumilia raha. Uvumilii raha, unavumilia shida, mateso. Vumilia. Watakaovumilia mpaka mwisho, hao ndio wataokoka. Hiyo ndio lugha ya njia ya mbinguni. Sasa kama kweli unataka kupita njia ya mbinguni, jiandae. Haina kucheka, haina machozi, ili ukifika kule mwisho upanguswe hayo machozi. Maandiko yanasema, nikaona wale waliopitia dhiki na shida, walipoingia mbinguni walipanguswa machozi. Maana yake hiyo njia ina kilio. Sasa kama wewe una haja na kwenda mbinguni, ni sawa, hatuna shida. Wewe yahangaikie ya kwako hapa. Lakini wakati, ndugu yangu, utakapoona mbichi na mbivu, watu wamenyakuliwa, alafu kila kitu dunia nzima imekuwa stand still. Kuna mtu aliniambia, pastor, dunia nzima haiwezi kuwa stand still. Corona imefanya dunia nzima iwe stand still. Tumeona nchi kubwa watu walifungiwa ndani ya manyumba, hakukuwa hata na mtu anatembea barabarani. Italy, Germany, America, Russia, Spain, dunia yote ilikuwa stand still. Wapenda kucheza mpira ilifungwa. Wapenda kucheza mpira ilifungwa. Mpaka juzi nimeona sasa wamewekewa watu wanacheza mpira, lakini wale wamekaa kwa viti si watu. Wamewekewa picha za watu. Sasa wacheze wakiona ni kama kuna watu, lakini si watu, ni picha zimewekwa kwa viti. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri sana. Kama corona inaweza kuweka dunia stand still, ndugu yangu, hata Mungu anaweza kuweka dunia stand still. Tumpatie Yesu makofi tena. Anasema, ninavumilia ili msiangamie, bali kila mmoja afikie toba. Toba ya kweli ni gani? Sasa pointi yangu ya leo ndio hiyo. Toba ya kweli ni gani? Toba ya kweli sio kwenda kanisani na kusema, Baba, nilikosa, naomba unisamehe. Toba ya kweli ni gani? Nataka tusome Waebrania 9 ndio tujue toba ya kweli ni gani. Nataka tuisome hiyo kitabu tujue hivi mpaka sasa mbingu iseme huyu mtu ametubu. Huyu mtu sasa anaruhusiwa kuungana na sisi kwa sababu ametubu na sisi tumemsamehe. Hivi unafika wapi ndio mbingu iseme now because you have repent, you can access us? Kwa sababu huwezi kumfikia Mungu bila toba. Hamuwezi kuelewana bila toba. Hamuwezi kufanya lolote na Mungu bila toba. Lazima ufike ile sehemu ya kutubu. Sasa sikiliza vile toba ilikuwa inafanyika mbeleni na vile inatakikana sasa. Vile ilikuwa inafanyika mbeleni na vile inatakikana sasa. Nataka nisome haraka. Toba ya kweli. Kitabu cha Waebrania 9. Tuanzie mstari ni ule wa kwanza. Nitaenda mbio kwa sababu ni kitabu kirefu, lakini tunasoma kwa nia ya kujua ukweli. Hatusomi kwa nia ya kupoteza time, tunasoma kwa nia ya kujua ukweli. Kuna mtu anasema, mchungaji, si nilitubu, mbona bado hali yangu ni mbaya? Si nilitubu, mbona bado mambo yangu hayajarekebika? Hivi mpaka ufikie toba ya kweli ni wapi? Na nazidi kukushauri ndugu yangu, tafuta toba ya kweli. Hiyo ndio kitu Yesu alileta. Isaiah 61, nimekuja kuwafungua waliofungwa, kuwaondolea dhambi waliohukumiwa dhambi,
huyo Yesu alikuja kufanya hiyo, lakini kwa sababu ya ujinga wetu tulikubali kubebwa na injili fulani. Kuna injili fulani ilitubeba, na haijaanza hapa Kenya, ilianza hata wakati wa Paulo, na Paulo akaipigia kelele sana hiyo injili, akasema hii injili haileti ukombozi, hii injili haileti ukombozi. Paulo aliinukiwa Bwana na maapostoli wengine kule ambao walileta injili kinyume na ile yeye alikuwa anahubiri. Anasema mimi ninawatamani kwa sababu nataka muokoke, wao wanawatamani kwa sababu wanataka wawatumie vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliwaona zamani. Injili unayosikia wewe inakuelekeza kwa Kristo, inakuelekeza kwa kazi ile Yesu alikuja kufanya hapa duniani. Na usiniambie mchungaji, unajua mimi nilitubu dhambi zangu nikaokoka nikampokea Kristo, kuna shida gani sasa nikivitafuta vya duniani? Ndugu yangu, wewe ukikombolewa na roho ya Yesu Kristo utakuwa na sehemu na vitu vya dunia. Na kuambia ukweli wa maneno, angalia wale watu waliomshiba Roho Mtakatifu, wale watu waliomshiba Roho Mtakatifu waliletewa madhahabu, wakina Elisha waliletewa madhahabu kwa sababu ya uponyaji wa Naaman, wakaletewa madhahabu na mafarasi. Walisema nini? Ondoa, hatutaki. Ondoa, hatutaki. Maandiko yanasema Daniel aliahidiwa, ukiweza kuniambia habari ya hii maneno hapa, nitakufunga nyororo ya dhahabu shingoni, nitakupatia pesa ile hujapata kuona. Daniel akasema ondoeni pesa yenu, siitaki. Mtu ambaye ameshiba Yesu Kristo na ameshiba uwezo wa Roho Mtakatifu na ameshiba mamlaka ya mbinguni, ndugu yangu, vya duniani havimbabaishi mahali popote. Tumpatie Bwana Yesu Kristo makofi. Watu walioona wanalishwa na uwezo wa Mungu. Elija alitumiwa kunguru amlishe. Elija aliona Mungu anamlisha mpaka na malaika. Wewe unaniambia huyu mtu atakuwa na stress ya pesa? Wewe unaniambia huyu mtu hata aishiwe namna gani atakuwa na stress gani? Kama malaika anaweza kushuka kutoka mbinguni na sinia ya chakula, amwambie mtumishi wa Mungu kula, safari yako ni ndefu. Huyu mtu hata afukuzwe kazi, wewe unaniambia atakuwa na stress gani huyu? Nyinyi hamjui misaada ya Mungu, hamjakolea ndani yake, hamjakolea. Vya mbingu vya duniani bado vinawababaisha. Hamjafika mahali kuna mamlaka makuu kuliko ya dunia, mamlaka makuu, uwezo mkuu kuliko wa dunia. Bado tunababaishwa. Hatujaanza kula kwa mkono wa Mungu. Kuna wengine wametupumbaza na mawazo ya kwamba hata hiyo pesa inakuja kwa mkono wa Mungu. Hapana. Mungu akija kama Mungu, nisikieni ndugu zangu, Mungu akija kama Mungu atakuja kwa hekima yake. Wangapi tunaelewana vizuri? Tumpatie Bwana Yesu makofi. Yule mama wa Serepta, unga ilikuwa inaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama wa Serepta, unga ilikuwa inaisha, na Elija akamwambia, mimi nipikie kwanza nikule kipande cha mkate, nataka kipande cha mkate nikule na unipatie na maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu hiyo unga yako haitaisha. Ndugu yangu, Mungu anakuja na hekima yake. Mungu anakuja. Hakusema ninaona pesa zinakuja. Naona pesa zinakuja, naona vipande vya dhahabu vinaletwa. Mungu anakuja na hekima yake, na sio huyo wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mama mwingine pia alimwendea Elisha, akamwambia, Bwana, mimi nilikuwa na bwana yangu, na bwana yangu ni mfanyikazi kama nyinyi, ni nabii, alikuwa kuhani. Wangapi tunaelewana vizuri? Na alikuwa na madeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na madeni na sasa hivi amekufa. Mimi hayo madeni ndio nimelipikiziwa mimi. Neema ya Mungu ikashuka. Akaulizwa, una nini nyumbani? Bwana Yesu asifiwe sana. Una nini? Nina chupa ya mafuta. Nenda kajaze kwa kila kitu ndani ya nyumba. Yule mama mjane alipochukua chupa ya mafuta, anaweka kwa beseni inajaa, anaweka kwa drum, na nikachupa kadogo haishi, anaweka kwa vikombe, anasema nimejaza kila mahali. Anasema mtumishi, nimejaza mafuta kila mahali kwa nyumba. Anambia, basi nenda kauze hiyo mafuta, alafu peana pesa ya wenyewe.
Mungu anakuja kwa hekima yake. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, Mungu anakuja kwa hekima yake. Na ndiyo maana Yesu akumwambia Petro, tungojee usiku twende tukavue samaki. Wangapi tunaelewana vizuri? Tungojee usiku tukavue. Alimwambia sasa hivi, saa hii turudi kilindini, saa hii turudi kilindini. Petro akamwambia, Bwana, tumekesha usiku kucha, masaa ya samaki, masaa samaki inapatikana lakini kwa neno lako tutazishusha nyavu. Mungu alikuja na hekima yake, akamwambia weka huku. Samaki walivua hata kuliko hizo siku zingine. Si tumpatie Jehova makofi makubwa. Kazi kubwa ya Mungu alifanya siku zote kwa mwanadamu. Alitaka kumjulisha mwanadamu there is another way very powerful kuliko hiyo njia ya dunia. Hiyo ndio kitu Mungu amejaribu kuonyesha mwanadamu akiwa jangwani miaka 40. Anawaonyesha there is a higher power kuliko hizo vitu za dunia. There is a higher power. There is a higher power. Kuna uwezo mkuu kuliko huo. Ametembea na wanadamu miaka 40. Wanakula kutoka kwa Mungu, wanakunywa kutoka kwa Mungu, wanapigana vita kwa uwezo wa Mungu, sio kwa mabunduki na mishale na mikuki. Mungu anamwambia mwanadamu there is a higher power more than this. Lakini mpaka leo we don't want to understand that. Bado tunajirudisha kwa uwezo wetu, bado tunajirudisha. In fact, hata wengi wetu we are forcing God back into our system. Mungu nifungulie tu aka biashara. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Tunamforce Mungu kwa system yetu. Mungu, ninaomba tu kazini nipatiwe madaraka. Haki Mungu, nikiongezwa tu cheo basi. God will never come in your way. He will never. Kuna mchungaji atakuhubiria hivyo ndio ufurahie. But I'm telling you the truth. You must start to understand God's way. Na uelewe Mungu hategemei njia za wanadamu ili atatue shida zetu. Mungu ana njia zake. Tumpatie Jehova makofi ya heshima kweli kweli. Mungu ana njia zake. Anasema njia zangu sio njia zenu, mawazo yangu sio mawazo yenu. Kama vile mbingu na dunia zilivyo mbalimbali, mimi naweza tengeneza njia mahali hakuna njia. I can make it. Mimi naweza toa maji mahali maji hakuna. I can do it. Mimi sio mara ya kwanza Mungu ametolea maji wanadamu kwa mwamba. Hata yule mfanyikazi wa Abraham aliambiwa mtoto wako hatakufa, mkate ndio hii na maji ndio hii nimekutolea hapa. God can do that. Na lazima tumtumainie Mungu kwa njia zake, sio kwa njia zetu. We have to grow up and mature as Christians. We have to grow up. Wakati wowote unapiga magoti yako na una make a prayer to God, be very certain that whenever he will answer that prayer, he will answer it on his ways. Wangapi tunaelewana vizuri? Wangapi tunaelewana vizuri? Tumpatie Yesu makofi. Hata usitegemee eti si ni kama Mungu atakuja kwa inji ya wachana na hiyo. Wachana na hiyo, mtakosana na Mungu. Toba ya kweli ni gani? Toba ya kweli. Basi agano la kale basi agano lile la kwanza lilikuwa na kanuni zake za kuabudu. Na pia patakatifu pake pa kidunia. Just imagine ile mitindo yote ya zamani. Paulo anasema ile ya zamani ilikuwa na system yake na hata mahali yake ya kuabudu. Ile ya zamani. Ile njia ya zamani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hema lilitengenezwa katika sehemu yake ya kwanza. Kulikuwa na kinara cha taa, meza, mikate iliyowekwa wafu. Hii sehemu iliitwa mahali patakatifu. Nyuma ya pazia ya pili palikuwa na sehemu iliyoitwa patakatifu patakatifu. Ambako ndiko kulikuwa na ile madhabahu ya dhahabu ya kufikizia uvumba na lile sanduku la agano lililofunikwa dhahabu. Sanduku hili lilikuwa na gudulia la dhahabu lenye ile mana, ile fimbo ya Aaron iliyochipuka na vile vibao vya mawe vya agano
Juu ya lile sanduku kulikuwa na makerubi, makerubi ya utukufu yakitilia kivuli kile kifuniko ambacho ndicho kiti cha rehema. Lakini hatuwezi kueleza vitu hivi kwa undani sasa. Mstari wa 6, basi vitu hivi vilikuwa vimepangwa kwamba makuhani wakiingia daima katika sehemu ya kwanza ya hema ili kufanya taratibu za ibada, lakini ni kuhani mmoja peke yake ndiye mkuu aliyeingia ndani ya sehemu ya pili ya hema. Tena hii ilikuwa mara moja tu kwa mwaka, lakini si bila kuchukua damu ambayo angetoa kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya watu waliotenda dhambi bila kukusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake toba lazima iwe na damu lazima iwe pale. Wangapi tunapata hiyo picha? Ukiingia ndani ya nyumba ya Mungu na unataka kufanya toba, lazima kuwe na damu ya kukutetea. Zamani walikuwa wanatumia damu ya kondoo, ya mbuzi. Hawangeingia patakatifu bila damu, kwa sababu dhambi haiondolewi bila damu. Wangapi tunaelewana lugha? Ndugu yangu, nataka nikusaidie. Wacha kuniambia unajua pastor, hii Jumapili nilienda kanisani na nikapiga magoti pale na nikaomba na nikaambia Mungu ile madhambi zangu, sasa si nimetubu. Nataka ieleweke. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni kuhani mkuu, na maandiko yanasema japo alikuwa amepewa ruhusa ya kuingia kwa ile hekalu ambayo Solomon aliijenga, maandiko inasema mbele ya uwepo wa Baba hangeanza biashara yoyote na Mungu bila damu, na hata hangeanza kuambia hao ambao wako ndani ya hekalu, hangeanza kuwaambia chochote bila damu kuwanyunyizia. Bwana Yesu asifiwe sana. So in short the reality and the truth ni kwamba hata pastor ambaye anasimamia kanisa, wale wote ambao wako ndani ya kanisa lazima ahakikishe they are all under the blood of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yoyote ambaye hajatubu dhambi zake mbele ya Mungu, Mungu anamhesabu kama adui. Let no one lie to you. Maandiko yanasema wazi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana 9 mstari wa 30, mtu yoyote aliye na dhambi hata maombi yake hayasikizwi. Let me tell you the truth. Kuna watu wanapendaga kujibeba sana na maombi ya yule mtoza ushuru ambaye alipiga magoti yake akaomba, alafu Yesu akasema huyu mtoza ushuru ndio amehesabiwa haki. But that man was repenting. Alikuwa ana repent. Anasema, Baba, mimi ni mtenda dhambi, hata sistahili kuangalia uso wako. He was repenting. Anasema hata sistahili kuangalia uso wako, mimi ni mtenda dhambi. Na because of that, Mungu akasema, if you are here to repent na kuhesabia haki, kuliko huyu ambaye hayuko mbele yangu kutubu dhambi zake. Kama kuna kitu Mungu anaangalia zaidi, how you reconcile back with him. Na ndio maana kitabu cha Petro anasema anatuvumilia mpaka sisi wote tuifikirie toba. That is the first priority God anatafuta kwa every individual ambaye anatembelea kanisa. Huyu mtu ako hapa kanisani, nini zaidi anatafuta hapa? Anatafuta kureconcile with me, or bado hajaelewa ananikosea? Anatafuta nini? It is very bad, it is a shameful thing. Wewe unaenda kanisani na unajua kabisa unalaumiwa na Mungu. Mungu anakulaumu kwa makosa yako umefanya, na bado umeenda pale kuomba tena msaada. Ni kama Alois nikuje niibe kwako, niibe, tunaelewana? Na hata nikifika tena kwako sitafuti vile kusema ninaomba msamaha, nilikuibia, bado nakuja kukuomba kitu kingine. It is very bad.
Sisi wote tunalaumiwa. Hivyo ndio kitabu cha Isaia 53 inasema, kila mwanadamu ni mtenda dhambi na amefall short of God's grace. Kila mwanadamu. Isaiah 53 mstari wa 6. Sisi wote kama kondoo tumepotea, hatujui hata njia ya kwenda kwa Baba. We have fallen short of grace. Na kuliko tuingie kwa nyumba ya Baba na tuweke toba kuwa kipaumbele. Toba. Father, I'm here to reconcile with you first. Hata kabla sijakwambia ile shida ya kazi yangu, na ile shida iko kwa ndoa yangu, na ile shida iko kwangu kazini, yeah? Niko hapa to reconcile with you first. That is what I'm searching for. Mungu amelia mara ngapi? Anasema watu hawa, they are not after looking for me. Hawanitafuti. Wana haja zao. Yesu aliona wengine walimtafuta, kaambia nyinyi mlikula samaki na mkate ndio mmekuja hapa. Kila imagine, that is the picture Mungu anaangalia. Imejaa kwa makanisa ya Nairobi hivi. Watu wanaenda kwa wachungaji, pastor niko hapa nifungue laana za kwetu, pastor niko hapa biashara yangu haiendi vizuri, pastor niko hapa bibi yangu anitoroka akaenda nyumbani, pastor niko hapa. Na watu wako pale, sio kwamba wako genuinely looking for God's reconciliation. They are not there with a genuine heart, with a clear conscience ya kwamba kweli tuko hapa tumekosea Mungu, tuko hapa tumekosea Mungu na tumerudi tutubu. Before even asking God for anything, we want to reconcile back with Him. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kitu imefanya, wacha nikwambie ukweli wa maneno, japo sisi tunajiita wa Kristo, lakini hiyo ndio kitu imetuzuia hatuanzi kusherekea baraka ziko katika ufalme wa Baba, kwa sababu our reconciliation was not genuine. Toba yetu mbele za Mungu haikuwa genuine. Hakuna mtu anaingia kanisani na anamwambia Bwana, nimekuja hapa na ninajua maneno yangu makavu hayataondoa dhambi zangu, nahitaji damu. Nahitaji nini? Wangapi tunaelewana vizuri? Nahitaji nini? Confessing the blood of Jesus Christ. Ndugu yangu, nilikwambia nashukuru kwa hilo kanisa la Katoliki. Mama yangu alilelewa hapo, wajomba zangu walilelewa hapo, naishukuru. Lakini ndugu yangu, nini nilifanya mimi nisiendelee kukaa pale? Kwa sababu nilifunguka macho. Mimi sina tofauti na Yohana. Yohana baba yake alikuwa kuhani Zakaria. Baba Yohana. Lakini kwa nini Yohana hakuendelea na ukuhani wa hekalu? Wangapi tunaelewana vizuri? Kwa nini Yohana hakuendelea na ukuhani wa hekalu? Aseme baba yangu alikuwa kuhani na mama yangu pia walikuwa katika kabila la Walawi, na sisi vijana wa kwanza ambao tunazaliwa kwa matumbo ya baba zetu makuhani tunachukua manto ya baba zetu. Wangapi tunaelewana vizuri? Lakini huyu mjamaa alijiweka pembeni, akasema hapana, whatever is happening there, it's not right. It is not right. Maandiko inasema kuhani angeingia sehemu takatifu bila yeye kujibebea damu na kubebea damu wale ambao anaenda kuwahudumia. Maana yake mimi lazima niokoke, wale wanakuja kunisikia lazima wawe reconciled under the blood of Jesus Christ. Lazima kila mtu ambaye anatafuta a genuine reconciliation with Christ lazima I confess blood, the blood of Calvary. Lazima iwe hapo. Haleluya! Situmpatie Bwana Yesu makofi. Ndugu yangu, sio kwenda kujifunika tu kwenye kale kasanduku keusi. Father, nilikosa, niliiba, nililala na yule. Sawa na sawa Bwana. Damu ya Yesu iko wapi? Kama una akili timamu lazima uitishe damu, kwa sababu andiko linasema lazima ungeingia pale na damu. Haleluya, haleluya. Tusaidiane Bwana, kama kweli tuna nia kuingia mbinguni, tusaidiane. Huwezi kumsogelea Mungu mpaka utakaso umekujaa.
Na ndugu yangu, dhambi hazioshwi na sabuni ya Omo, dhambi haioshwi na Jik, dhambi haioshwi na Deto. Haleluya, haleluya, haleluya. Haya, wacha tuendelee. Wacha na hii ilikuwa ibada za kule. Wacha tufikie zetu sasa. Wacha nikimbie. Nilikwambia nitakimbia. Maandiko yanasema inasema kwa njia hii Roho Mtakatifu alikuwa anaonyesha kwamba maadamu ile hema ya kwanza ilikuwa bado imesimama, njia ya kuingia patakatifu patakatifu ilikuwa bado haijafunguliwa. Ndio maana ilibidi hata ibomolewe. Wangapi tunaelewana vizuri? As long as the temple of Israel ingeendelea kusimama. Wangapi tunaelewana lugha? Haleluya, haleluya. Wengine wanasema ile hekalu ilibomolewa vibaya, lakini maandiko yanatuambia wazi, as long as hiyo hema ingekuwa kama bado mpaka leo hii, hiyo hekalu ya Israeli ingekuwa na bado hiyo sanduku ya agano ingekuwa, sehemu ya kuingia patakatifu ingekuwa haijafunguliwa. Lakini maandiko inasema ilibidi ibomolewe. Na Yesu alipokuwa pale msalabani, pazia ilipasuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha ya kwamba ibada za kawaida zimeisha. Haleluya. Ibada za zamani zimekwisha. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu Kristo makofi ya utukufu. Ndugu yangu, hakuwezi kukua na utawala mara mbili. Hakuwezi. Ndani ya Biblia mzima utawala ilionekana mara mbili, mara moja peke yake, wakati Yohana na Yesu Kristo walikuja pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo utawala ilikuja mara mbili. Yohana alikuwa, Yesu alikuwa, lakini tangu mbele hakuna manabii walikuja mara mbili. Kama ni Yeremia peke yake, kama ni Ezekieli peke yake, kama ni Musa peke yake. Lakini maandiko inasema ili kuonekane kabisa ya kwamba kuna change of God, haleluya, ilibidi Kristo aje na Yohana amtawaze. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Ndugu yangu, Uhuru Kenyatta hawezi ingia kwa ofisi bila kutawazwa na Chief Justice. Yesu angechukua mamlaka bila kutawazwa, na alitawazwa mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna mtu ambaye alikuwa anaonekana ametosha, sio mtu hivi. Ndio maana Yohana alikuja kwa roho ya Elijah. Tunaambiwa kama kuna the most powerful prophet that ever lived was Elijah. Hakuna hata Musa afiki standard ya Elijah. Musa hakumaliza kazi, Elijah alimaliza. Tuambiane ukweli bwana, Musa hakumaliza. Alifikisha watu Kanaani? Alifikisha? Elijah alimaliza, mpaka akaambiwa sasa tunakuja kukuchukua, kazi imeisha, tena tunakutumia chariot. Nilikwambia chariot sio gari hivi, haitembelewi na watu chwara. Tunaelewana? Chariot ni ya watu wangapi? Either a king or a warrior. Bwana Yesu asifiwe sana. The person who rides a chariot is either a king or a warrior. Tumpatie Elijah makofi. Tumpe Elijah makofi bwana. Hao ndio wale tunaowasherekea. Haleluya. Tunawasherekea. Na maandiko yanasema kama hiyo hekalu mpaka leo ingekuwa hiyo hekalu, basi njia ya kuingia mbinguni ingekuwa bado haijafunguliwa, lakini ilibidi ibomolewe. Haleluya. Ilibidi imalizwe ndio njia ya kuingia mbinguni ipatikane. Mstari wa 9 anasema huu ulikuwa mfano kwa ajili ya wakati wa sasa, kuonyesha kwamba sadaka na dhabihu zilizokuwa zikitolewa hazikuweza kusafisha dhamiri ya mtu anayeabudu. Haleluya. Wangapi tunaelewa hiyo? Zile sadaka za kwanza hazingeweza kusafisha mtu ambaye anafanya ibada. Haleluya. Wangapi tunaelewana lugha? Si tukubaliane bwana. Ukitumia kitu yoyote, anything apart from Jesus,
ndugu yangu, it will never sanctify you. Wacha nikwambie ukweli wa maneno. Nimesikia teachers of the Bible, tunakuaga na teachers of the Bible wanasema lete mbuzi tuchinje, lete sijui nini, lete bahasha, lete bahasha tuvunje nayo maagano. Ndugu yangu, hakuna bahasha inavunja agano. Hakuna. These things are spiritual. Hakuna pesa ya Uhuru Kenyatta inaweza vunja agano ya kiroho. Acha nikwambie ukweli wa maneno. The spiritual people, the spiritual world do not depend on money. Watu walio katika ulimwengu wa roho watasema lete matiti ya mama, lete damu ya mama yako, lete macho ya babu yako. They know what they are doing with those things spiritually. Hawakuambii lete pesa. Ukiona pastor yote anakuambia lete pesa tuvunje agano, huyo mtu ako nyuma. Huyo mtu ni broker wa hali ya juu, hata hajaishi maisha ya kiroho. Mwanzo huyo akikutana na mchawi original anaweza mvuruga mbaya. Watu wa rohoni wanakula vitu vya rohoni bwana. Unaambiwa mpaka uende ukate sehemu ya mwanaume, sehemu ya mwanaume, lete tuifanyie mambo. Hiyo ndio sadaka tunataka hapo. Na hiyo ndio language ya kiroho. Language ya kiroho. Wakikwambia ya mwanaume unaweza pata, unasema hiyo ni ngumu. Wanakwambia enda kata ya mamba, ya crocodile. Hallelujah. Wangapi tunaelewana vizuri? Unataka kutakaswa, unataka toba ya kweli, unataka kureconcile vizuri na Baba. Only the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. Hiyo peke yake ndugu yangu ndio inavunja minyororo yote. Wacha ya ufalme wa giza mpaka ile inaitwaje, hukumu yote ambayo watenda dhambi tuliwekewa. The blood of Jesus washes it away. Hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu Kristo makofi. Mungu alisema nikiangalia hiyo damu kwa msalaba, hata madhambi yenu nimesamehe. Hata ile ghadhabu ilikuwa ikuje juu yenu. Wewe unasikia maandiko inasema there is no condemnation to those who are in Christ. Hata ile hukumu yao ilikuwa ni wahukumu kwa makosa waliofanya because of the blood. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Mbona imeni zimekuwa nzito? Hallelujah. Maandiko yanasema, sikiliza na usikilize vizuri. Huu ulikuwa mfano kwa ajili ya wakati wa sasa, kuonyesha kwamba sadaka na dhabihu zilizokuwa zikitolewa hazikuweza kusafisha dhamiri ya mtu anayeabudu, lakini hizi zilishughulika tu na na vyakula na vinywaji pamoja na taratibu mbalimbali za kunawa kwa nje, kanuni kwa ajili ya mwili zilizowekwa hadi wakati utimie wa matengenezo mapya. Situmpatie Yesu tena makofi. Sasa sikiliza ile kitu inakutakasa sasa. Sikiliza ile kitu inakutakasa sasa. Sikiliza ile kitu inakufungua wewe sasa. Sikiliza ile kitu inakupatia wewe kibali mbele za Mungu sasa. Sikiliza ile kitu inakupa wewe nafasi ya kusikizwa na Mungu. Hata ukipiga magoti yako kwa chumba cha siri, mbingu inakusikia. Wangapi tunaelewana vizuri? Hata bila presence ya pastor, hata bila presence ya nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata bila presence ya apostle, wewe kama umereconcile through this blood, you can enter holy grounds. Hallelujah. You can enter holy grounds. Sikiliza nini inakutakasa sasa. Kristo alipokuja akiwa kuhani mkuu wa mambo mema ambayo tayari yamesha
wasili. Alipitia kwenye hema iliyo kuu zaidi na bora zaidi, ambayo haikutengenezwa kwa mikono ya binadamu. Hii ni kusema ambayo si sehemu ya uumbaji huu. Hakuingia kwa njia ya damu ya mbuzi na ya ndama, lakini aliingia patakatifu pa patakatifu mara moja tu kwa damu yake mwenyewe, akiisha kupata ukombozi wa milele. Damu ya mbuzi na ya mafahali na majivu ya mitamba walionyunyiziwa wale waliokuwa najis kwa taratibu za kibanda viliwatakasa hadi ziliwatakasa hata kuwaondolea uchafu wa nje. Basi si zaidi sana damu ya Kristo, ambayo kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na waa, kutusafisha dhamiri zetu na kutokana na matendo yale kutokana na matendo yaletayo mauti, ili tupate kumtumikia Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia mahali damu ya Kristo inakufikisha. Toba pasipo damu ya Yesu, it is not repentance. Hakuna toba ambayo utaenda tu utoe maneno matupu na uende nyumbani. The blood must be there, kwa sababu ile damu ndiyo inaondoa hukumu na hata dhambi hiyo ambayo iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So mtu yoyote anayekwenda kanisani without asking for the blood of Jesus Christ, without asking for true repentance, ndugu yangu, hakuna tu kwenda kukaa kando na mchungaji na kumwelezea shida zako. Mchungaji anakwambia lete mikono tuombe, lete mikono tuombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu mnashikana mikono, alafu unasema Bwana, mimi nilifanya fanya basi tumemaliza, na nyumbani imeisha. Hapana, blood of Jesus must be present. Bwana Yesu asifiwe sana. Blood of Jesus must be, na toba ya Yesu Kristo. Ndugu yangu, acha nikuambie, shida iko hapa. Sio kwamba utubu chini ya damu ya Yesu Kristo alafu kesho urudie dhambi. Ile damu inakulaani, ile damu inakumaliza. Na hapo ndio ninataka tuzidi kupiga msumari zaidi, kwa sababu kuna wengi wamekimbilia toba ya Kristo na wakasahau, wakishaingia chini ya hiyo damu, going against that blood will finish you. It will finish you. Na kuna watu hawapatiwi hiyo precaution, hawaambiwi wakati, ndugu yangu, hiyo damu ya Kristo imeshakupangusa. Kama mwaminifu, jihifadhi chini ya hiyo damu, kwa sababu wewe ukiwa sababu ya kuichafua hiyo damu ya Yesu Kristo, tena ndugu yangu, inakumaliza. Hiyo damu itakuangamiza, hiyo damu itakuua. Wacha nikwambie ukweli. Maandiko inasema mtu yoyote anayeoshwa na damu ya Kristo anafananishwa na yule umbwa ambaye ametapika. Lakini ukirudi kwa dhambi yako, unafananishwa tena na huyo umbwa ambaye amerudia ile matapishi, ameikula tena. Kuna Wakristo wengi wamechukulia mzaa mambo ya kutubu. Unakuta mtu anatubu, na kwa sababu wengi ambao wameokoka wamelelewa kwa zile njia za Kikatoliki. Unajua, sisi tulikuwa tunazoea tukizini hii wiki na tuingie kwa ile nyumba tumeoshwa. Sasa ni kama tumeambiwa unaweza enda ongeza dhambi nyingine, alafu tena Sunday ukuje tu kwa hii nyumba tuoshe, alafu enda ongeza ingine. Haleluya. Wakristo wengi, kwa nini tunaumia mpaka leo? Kuna watu waliokoka lakini hawakujua ile damu sio ya mchezo. It is a covenant ambayo ilitangaza mauti. Somebody died for you. Ndugu yangu, usicheze na damu ambazo zimetokana na mauti ya mtu. Usicheze na damu ambayo imetokana na mauti ya mtu. Wewe unaona leo hii mtu anaua tu mtu hapa, unaenda unaua mtu hapa, na hiyo damu itakuangamiza wewe uliyeua. Itafata paka ndugu yako, itafata mama yako, itafata baba yako, itawakula hiyo nyumba yote, itawakula. Usicheze na damu inayotokana na mauti ya mtu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nakumbuka kuna wakati mjomba yangu alinipatia story. Na ile story ilikuwa ni ya ukweli. Kulikuwa na mjomba yetu mwingine huko, babu mjomba, brother to our grandfather. He is a brother to our grandfather. Tulikuwa tunapakana na yeye shamba hivi. Na huyu brother alikuwa anaenda kwa waganga, anaua mandugu zake ili aweze kuongeza mipaka ya mashamba yake. Anaua ndugu zake. Na hivi tunavyoongea ameua ndugu zake wote. Sasa wakati alipoua ndugu zake wote, akabaki yeye. Alipobaki yeye, unajua sasa kwa mila ya Kijaluo, sasa yeye ndiye anaongea. Akakula shamba ya huyu, akakula shamba ya yule, akakula shamba ya yule. Sasa vipigo vilianza. Huyu mzee alikuwa mwalimu, huyu aliyeua wenzake. Kila ikifika mwisho wa mwezi hivi, ikifika tu tarehe 25/6 wakilipwa tu mshahara, kuna mtu mgonjwa kwa nyumba yake. Ile pesa akipata inaenda kununua madawa yote. Akifika tarehe 1 hana hata shilingi. Anaomba. Kwa sababu mambo yake hakufanikiwa kipesa, akaanza tena uwizi. Wacha kuoa, akaanza uwizi. Alikuwa lynched. Mob ya nyumbani ilimchoma mchana. Vijana wake, wasichana wake. Sasa hivi ile boma alikuwa anapigania imebaki wazi. Usicheze na damu ya mwingine. Kama vile damu ya Abel ilikula Kain, ndugu yangu, usicheze na damu ya mwingine. Kitabu cha Hesabu, Bwana Yesu asifiwe sana, maandiko yanasema mtu yoyote anayemwaga damu, hakuna dhabihu juu ya hiyo damu, hakuna, mpaka tu damu ya huyo mtu imwagwe. Hakuna. Na maandiko yanasema damu ya Kristo ilimwagika pale msalabani kwa ajili yetu. Ndugu yangu, hii damu iliwamaliza Waisraeli. Wakati Pilato alisema, mimi sitaki damu ya huyu mtu inifuate, nileteeni bakuli na maji ninawe mikono, damu ya huyu mtu siitaki. Waisraeli walisema, damu yake na iwe juu yetu na watoto wetu na wajukuu wetu na watoto na watoto. Mpaka leo damu ya Kristo inawahukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli kuna watu waliokoka, lakini did you remain faithful to your salvation? Did you remain faithful? Kwa sababu kama ulienda na ukawekewa mikono na mchungaji akakuweka kwa sala ya toba na akaililia damu ya Kristo ikusafishe kwa imani, na damu ya Kristo ikakuosha, na wewe ukatoka pale na ukairudia dhambi, ndugu yangu, whatever is eating you now, sio mapepo ya kwenu, sio laana ya kwenu. Whatever is eating you now is that blood of Jesus inakumaliza. Mwenye masikio afanye nini? Haleluya. Pastor, mimi unajua nilicheza na uokovu. Nilikuwa nimeokoka lakini nika backslide. Lakini sasa nataka nirudi kwa Yesu ili mambo yangu ikuwe sawa. Ndugu yangu, usirudi kwa Yesu ili mambo yako ikuwe sawa. Rudi kwa Yesu ili ile damu iwache kukukula. Haleluya. Unajua wengi wetu tunacheza na mambo ya spiritual things na hatujui vile zinatukulaka. Na wengi wetu kwa sababu hatuna undani wa mambo ya kiroho, hii mambo inatuangamiza. You can never joke with God. Huwezi kucheza na matambiko ya Mungu na ukae salama. Huwezi. Sikiliza vile anasema. Nataka nimalize, masaa imeenda, wacha nimalize. Anasema hivi kwa haraka. Basi si zaidi sana damu ya Kristo ambaye kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa kuwa sadaka isiyo na kutusafisha dhamiri zetu kutokana na matendo yaletayo mauti, ili tupate kumtumikia Mungu aliye hai. Kwa sababu hii Kristo ni mjumbe wa agano jipya, ili kwamba wale walioitwa
waweze kupokea ile ahadi ya urithi wa milele. Yeye alikufa awe ukombozi wao kutoka katika dhambi walizotenda chini ya agano la kwanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa umeingia chini ya damu ya Yesu Kristo, umeoshwa. Kazi kubwa ufanye ni gani? Maandiko yanasema ufanye kazi gani? Anasema ya kwamba endeleeni kukaa katika utakatifu. Turudi kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Petro tumalize. Sasa umeoshwa na damu ya Yesu Kristo, na umetubu dhambi zako. What should you do? Sikiliza vile unaambiwa. In fact hata it is an advice. Ni advice moja tamu sana. Anasema kwa kuwa vitu vyote, wachana na hiyo. Kitabu cha waraka wa pili wa Petro 3 mstari wa 11. Kwa kuwa vitu vyote vitaharibiwa namna hii, nyinyi je, imewapasa kuwa watu wa namna gani? Inawapasa kuishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu, mkingojea na kuhimiza kuja kwa hiyo siku ya Mungu, ambayo siku hiyo mbingu zitachomwa moto na kutoweka na vitu vya asili vitayayuka kwa moto. Lakini kufuatana na ahadi yake, sisi tunatazamia kwa furaha mbingu mpya na dunia mpya ambayo haki hukaa ndani yake. Haleluya! Simama kwa miguu yako miwili. Simama kwa miguu yako miwili. Vitu ya kiroho itakukula bwana, vitu ya kiroho itakukula. Usipokaa vizuri na vitu ya kiroho itakukula. Ndio maana kitabu cha Deuteronomy kinasema wazi, ukikubali mambo yangu utabarikiwa mijini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa ingiapo, utabarikiwa utokapo. Ukikataa mambo yangu, laana hizi zote zitakufuata mpaka zikuangamize. Laana hizi zitakufuata. Damu ya Kristo itamkula mtu yoyote ambayo alifanya agano naye alafu akaigeuka. Damu ya Yesu itakukula. Inamisha uso wako mahali ulipo. Baba, ni asante. Asante kwa mafundisho mazuri. Tunajiandaa Baba kwa ajili ya kuja kwako, na lazima tuangalie vile vitu ambavyo kwanza vitatuweka tuweze kuwa watakatifu, bila mawaa, bila kosa, na ni damu ya Yesu. Watu wengi wanaenda kanisani wanasema tumetubu, lakini minus the blood. Watu wengi wanaenda kanisani wanasema niliwekewa mikono na pastor na akaniambia nimesamehewa, minus the blood. Lakini Baba, heri wale ambao wanaidai hiyo damu na wanaililia hiyo damu, na sio kwa kinywa cha mchungaji bali kwa kinywa chao wenyewe. Wanasema damu ya Yesu nisafishe, damu ya Yesu nisafishe, damu ya Yesu nisafishe, damu ya Yesu nitakase. Baba, tukisha takaswa na hiyo damu, hata shetani mwenyewe hana mamlaka juu yetu. Wachawi, waganga hawawezi kutusogelea. Laana zozote zinazotoka kwa nyumba yetu, laana zote za ukoo, laana zote ambazo zilitokana na mababu, laana zote zilitokana na kabila zetu, haiwezi kutushika. Baba, wengi hawajui kuitegemea damu ya Yesu. Wengi hawajui kuiita damu ya Yesu Kristo. Hiyo damu imetosha kututenganisha na damu za ukoo zetu ili tuweze kuunganishwa na damu takatifu. Ni damu ya Kristo peke yake inatuleta kwa royalty, inatukata kutoka kwa ukoo zetu na inatuconnect katika ukoo wa mbinguni. Baba, watu wengi wangeelewa thamani ya damu ya Yesu, wangeelewa ni kwa nini tuialike katika maisha yetu, wangeililia na wangeitunza. Because katika hiyo ukoo, tukishaingia kwa hiyo damu ya ukoo wa mbinguni, basi hata kwa hiyo damu tuna haki ya urithi wa mbinguni. Tuna haki ya chochote tutakachoomba kutoka kwa ufalme wa Baba. Ibilisi hana sehemu tena ya kutuangamiza, hana sehemu ya kutukandamiza. Ibilisi hana sehemu ya kututesa, kwa sababu ile damu aliyofanya agano nayo haiko tena ndani yetu. Sisi damu yetu imeingia katika agano la Yesu Kristo. Baba, ni watu wengi hawaelewi ni kwa nini waingie katika agano la damu iliyomwagika msalabani. Wengine wamepumbazwa, wanaambiwa hata kama umeokoka bado tutafanya hivi. Baba, hiyo ni uongo.
Hakuna mahali damu ya Yesu Kristo inashindwa kufanya kazi yoyote, na kazi ile ambayo ililetewa kuu, kazi kuu, ituondoe katika dhambi, ituokoe katika uhusiano yoyote ya hapa duniani. We are no longer connected with this world. Ile damu iliyobebwa kutoka kwa Adam haituhusu tena, inakatwa immediately we confess the blood of Jesus Christ. Damu ya Adam inaondolewa na tunapokea damu ya Adam wa pili, Yesu Kristo, inaunganishwa pale. Tunakuwa uzao uliobarikiwa, uzao uliotakaswa, uzao unaoitanishwa na jina la Baba wa mbinguni. Sio baba Adam, sio mama Hawa, bali Baba wa mbinguni. Tunakuwa uzao ambao wenyeji wetu tena sio wa hapa duniani, bali wenyeji wetu huko mbinguni. Baba, ninaomba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kanisa likafunguliwe kuelewa thamani ya damu ya Yesu Kristo ambayo inatutakasa na inatuondolewa lawama zote tunazolaumiwa kama wanadamu, na zinatufanya tuwe sehemu ya ufalme wa mbinguni. Baba, ni asante, neema imetosha. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Tumpetie Bwana Yesu makofi ya utukufu.